kwa siri, hatataka mumewe ajue, hatataka mtu yeyote ajue kile kinachoendelea, lakini mambo hayo atafanya mwenyewe kwa siri, kwa sababu ni yeye anayezaa. Na kwa uhitaji wa vitu vyote katika mazingira na mkazo atakaokazwa na adui yako katika malango yake yote. Kwa hivyo wapenzi, mambo hayo yatatendeka kulingana na vile amesukumwa, vile tutasukumwa katika tabu, vile tutaachiliwa na Mungu, vile dunia itatufinya na watu. Sasa unaona mambo haya hutendeka namna gani wapenzi? Wakati mnapata riziki zenu na yule mwovu akaja na kuanza kuwasukuma na kuwabomoa na kuwamaliza, hapo ndio shida huanza. Wakati watu wanaingia katika hali ya njaa, watu wanaingia kutafuta, na kule wanaenda kutafuta hakuna. Wakikosa kabisa, wanajila wenyewe, wanaanza kula mazao yao, binti zao, na hata wachanga wanaozaliwa kutoka kati ya miguu yao. Kwa hivyo mambo haya yanapotendeka na unapoyasikia yakitangazwa, ni juu yako ujue wakati nyakati za mwisho zimekaribia na watu wamrudie Bwana. Kwa hivyo wapenzi, neno linatuambia nini katika mstari wa 58? Bwana anasema kama hutaki kutunza kufanya maneno yote ya torati hii yaliyoandikwa katika kitabu hiki, upate kulicha jina hili la utisho Bwana Mungu wako. Ikiwa hautakubali maneno ambayo yameandikwa katika torati hii ambayo tunasoma, ile tulijifunza kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka sasa, hata kupitia pale katika mlima ambapo Musa alipewa amri zote Horebu, basi anasema ikiwa hautakubali kufuata hizi, ikiwa hautakubali kusikiza, ikiwa hautakubali kufuata kila jambo lililoandikwa na kuheshimu jina la Mungu, jina la Bwana Mungu wako, ambalo ni jina la utisho, mtu akilisikia anatishika, kwa sababu huyu ni Mungu wa ajabu. Ikiwa hautakubali kufanya hivyo, na ukiangalia utaona jina Bwana Mungu wako imeandikwa na herufi kubwa. Kwa hivyo wapenzi, ni kukuweka katika fikra, ni lazima umheshimu Mungu. Jina la Mungu ni la kutisha, na ukiweza kufuata amri zake, mambo yako yote yatakaa vizuri. Haijalishi unafuata kwa njia gani, uwe mtu wa maombi, uwe mtu wa kuwajali wengine, uwe mtu ambaye ni upendo, kwa sababu Mungu wetu ni upendo. Usimame katika njia zake, na mambo haya mengi Mungu atakuondolea. Ndipo atakapofanya Bwana mapigo yako yawe ya ajabu, na mapigo ya uzao wako, na mapigo makubwa kwa kweli ya kudumu sana, na magonjwa mazito ya kudumu sana. Kwa hivyo usipofuata maneno hayo yaliyoandikwa katika torati, usipofuata vile Bwana amesema tusifanye hivi, tusiende hivi, tusifanye mambo haya, tusitoe madhabihu hizi, tusiabudu miungu wengine, usipofanya mambo haya, Bwana anasema ati utapatwa na mapigo makubwa sana ya ajabu. Ya ajabu, yani si ya kawaida, ya kushangaza. Na mapigo ya uzao wako, watoto wako nao vile vile watapatwa na mapigo hayo makubwa, na mengine ni ya kudumu. Mengi yatakuwa ni ya kudumu, si ya muda. Itakuwa chronic, yani itakuwa inaendelea katika familia, magonjwa yasiyotibika, mambo yasiyosaidika, mambo ambayo yanaendelea kuwafinya watu. Siku hizi tunasikia kila mahali, ugonjwa inakuja inaitwa saratani, mara ni saratani, mara ni ugonjwa ingine, mara ni magonjwa ingine, mara ni magonjwa ya namna hiyo, magonjwa ambayo yanakuja na kumaliza watu wa Mungu. Mambo haya ndio anasema, mambo haya ya kudumu yatakuja, tutayaona. Tutaona watu wakiteseka, tutaona mambo mazito na magonjwa ambayo vile vile mengi yake hatutaeleza yalitoka wapi, kwa sababu hata maandiko inasema hivyo. Maandiko, magonjwa kama ya syphilis, magonjwa kama ya saratani, magonjwa ya ukoma, magonjwa ya kansa ambayo hatuelewi, virusi na mambo mengine. Magonjwa haya Mungu amesema mambo haya katika mstari wa 59 anasema mambo haya yatatukuta. Kwa sababu gani? Na yanasababishwa na watu. Watu ndio wanayaleta, wanayatoa katika ulimwengu wa giza, kwa sababu ni watu wa ibada za pepo, wanazileta katika mambo ya kuonekana, kudhibitika, na inaingizwa kwa watu kupitia injections na mambo mengine ya kupigwa masindano na mambo kama hayo. Mambo haya yatakuja, nao wengine watafaidika kutoka naye. Naye atakurejezea maradhi yote ya Misri juu yako yaliyokuwa ukiyaogopa, nayo yataambatana nawe. Kwa hivyo unasikia magonjwa ambayo uliwacha kule Misri,
mambo ambayo uliacha wakati uliokoka, mambo yale ambayo hayako pamoja nawe. Anasema hiyo ataachilia ije kwako, atayarejesha kwako, kwa sababu umekataa kusikia mambo yaliyoandikwa katika Torati. Na anasema ya kwamba yataendelea hata vile ambavyo magonjwa yaliyokuwa Misri, unajua ni kama majipu ya ngozi, na vile wanyama walivyokufa, magonjwa ya wanyama, hata samaki, wakati mto wa Naili uligeuka kuwa damu, hata samaki walio ndani wote walikufa. Haya mambo ndiyo yatakayokufuata. Kwa hivyo hali ya umaskini itarudi, mainzi na mambo mengine yataongezeka kwa sababu tu ya kukataa kulisikia neno la Mungu. Tena kila ugonjwa na kila pigo yasiyoandikwa katika kitabu cha Torati hii atakutia Bwana juu yako hata utakapokwisha kuangamizwa. Ati kuna magonjwa mengine hayajaandikwa katika Biblia. Kuna magonjwa mengine hayajaandikwa, yako tu katika ulimwengu wa kiroho. Hayo magonjwa Bwana atayadhibiti ndani ya wale wasiomwamini. Nina wakati ambapo nikisoma jambo ambalo nilikuwa nafanya hii medical lab technology, tulisoma juu ya vitu kama virusi na bakteria na vinginevyo ambavyo vinapatikana angani, na tukasikia ya kwamba kuna mamilioni ya mabakteria na magonjwa viruses ambazo mwanadamu hajaweza kugundua. Kati ya mamilioni na mabilioni iliyo katika anga, katika ulimwengu huo, hajaweza kujua. Amejua karibu milioni moja na kitu. Vitabu hivyo naenda through, tulisoma namna hiyo, na hiyo kidogo ndio unaona anatumia kuyazungusha kati yetu, na magonjwa ndio yanatusumbua. Lakini mengine ambayo Bwana ametutajia leo katika huo mstari wa 61, anasema kuna magonjwa mengine na kila pigo ambayo haikuandikwa hapa katika maandiko. Kwa hivyo wapenzi, kuna magonjwa hatujaweza kuyajua. Kuna magonjwa ambayo inapata wapenzi wetu na hatuyajui. Hata wakifa tunasema hatujui amekufa namna gani, lakini kumbe ni magonjwa yameachiliwa kulingana na vile ambavyo neno la Mungu lazima litimie. Ati magonjwa yasiyoandikwa katika Torati Bwana ataachilia mpaka yatuangamize kabisa. Basi yatakuwepo, na ndio magonjwa mengine hata daktari wanasema hatujui, na hata ukienda kwa waganga wanakuambia hii ni ya kifamilia, rudi kwenu, familiar spirit, rudi huko. Kwa hivyo kuna mambo mengi wapenzi, na ili kuzuia mambo haya sharti tufuate amri za Mungu. Haitakiwi ati uende ufuate yote, inatakiwa kumwamini Mungu na kuwa mtu wa kutubu na kuwa mtu wa kumuita Mungu kila wakati katika kila jambo, ili aweze kuongoza hatua zake kwa Roho wake Mtakatifu. Na hivyo ndivyo tu tutaepuka na hizi shida. Naye Mungu anazidi kutuambia nini? Nanyi mtasalia wachache. Baada ya haya magonjwa kuja ya kipepo, ya magonjwa ya ajabu yasiyoandikwa katika Torati, anatuambia watu wetu watakufa wengi, watu wataondoka, watu watakwenda. Naye anasema nini? Ati nanyi mtasalia wachache kwa hesabu, ninyi mliokuwa mfano wa nyota za mbinguni kwa wingi, na kwa kuwa haukuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako. Unakumbuka alimwambia Abrahamu kwamba atambariki na watoto wake, uzao wake utakuwa wengi kama nyota za angani. Sasa neno hili linarudi kuongea juu ya hiyo Mwanzo 15. Inasema ya kwamba wakati huu Bwana atafanya tuwe wachache. Tutakufa kwa magonjwa yetu wenyewe na hekima zetu wenyewe na elimu zetu wenyewe. Hizo ndio zitatusababisha tufe, kwa sababu hataka kufuata mambo ya Mungu. Tunasema tunajua. Nanyi mliokuwa mfano wa nyota, tulikuwa wengi sana na tukaona tunazidi kuongezeka. Bwana anasema tutakuwa wachache. Kwa sababu gani? Kwa sababu tulikataa kuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wetu. Kwa hivyo wapenzi, ni vizuri kumsikiza Bwana na kutenda mapenzi ya Bwana. Tena itakuwa kama vile alivyokuwa akifurahi Bwana juu yenu kwa kuwatendea mema na kuwafanya kuwa wengi, ndivyo atakavyofurahi Bwana juu yenu kwa kuwapoteza na kuangamiza. Nanyi mtanyakuliwa katika hiyo nchi mwingiayo kuimiliki. Kwa hivyo Mungu huyu aliyefurahi kutuotoa katika dhambi, akatuokoa kutoka katika uovu, akatuokoa kutoka ile midomo ya yule mwovu Shetani. Sasa furaha yake ile aliyokuwa naye wakati anatuokoa na kutuweka katika wema wake, anasema yeye mwenyewe ya kwamba
Sasa atafurahia wakati tunamalizwa, wakati ambapo anatupoteza, wakati tutakuwa tunaangamizwa, itakuwa ni furaha ya Bwana. Nanyi mtanyakuliwa na kuondolewa katika nchi ambayo Mungu alitumpa tumiliki. Katika utajiri ule Mungu ametuwekea, atatuondoa huko, turudi katika roho za umaskini, roho za ufukara, hali ya kukosa, hali ya kuingia mateso na utumwa. Tutarudi huko. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alipotubariki hatukuweza kukaa katika nchi hiyo aliyotupa ya kumiliki, katika utajiri aliyotuwekea. Tulianza kufanya yetu na kuabudu miungu ingine ambayo hatukujua imetoka wapi, na kuanzia hapo akatuachilia, sababu hatukufanya mambo yaliyokuwa katika Torati. Na anasema itakuwa furaha yake wakati ataona tukiangamizwa na kuondolewa katika nchi hiyo, na ichukuliwe na taifa geni, watu ambao ulimi wao hatujui, na kuchukua watu wetu wawe mateso, na watoto wetu na binti zetu, nasi tutateseka mpaka tuishe kabisa. Kwa hivyo wapenzi, ndipo unaona naweza kukumbusha kidogo, kwa sababu mambo mengi yanayonenwa huwa tayari yameshatendeka na sasa yanaenda kurudiwa. Kwa hivyo wapenzi, wakati wana wa Israeli waliposhikwa mateka na kupelekwa kwa Nebukadneza kule katika Uru wa Kaldea, wakati walipelekwa kule Babylon, utaona ya kwamba walipelekwa katika kijiji cha Del Melam, na wakaishi mahali pale. Ukisoma neno katika kitabu cha Ezra 2 mstari wa 59 na Nehemia 7 mstari wa 61, utaona ya kwamba walipoenda huko walisahau Mungu, walisahau kila kitu, walianza kufanya mambo mapenzi yao, na ndipo wakaingia katika mateso hayo, na wengi wakaisha katika nchi hiyo, wakamalizwa kabisa, na hawakuweza kurejea katika nchi yao ya ahadi. Na hivyo ndivyo ilivyo wakati tumeacha njia za Mungu, wakati tumekataa kusimama na mapenzi ya Mungu na baraka ambazo ametupa, tuanze kwenda na njia zetu za kufarakana na dunia na kukaa naye kama kwamba ni dunia ilituokoa. Basi wakati huo na tumeanza na kuacha Mungu, mambo yataanza kutuharibikia na mambo yatakuwa mabaya zaidi. Bwana atakutawanya katika mataifa yote, tokea ncha ya dunia hata ncha hii ya dunia, nawe huko utatumikia miungu mingine usiyoijua wewe wala baba zako, nayo ni miti na mawe. Kwa hivyo wapenzi, wakati unaona hapo watoto wetu na ndugu zetu wakija, wakati ambapo tumetawanywa katika nchi hizi mbalimbali katika ulimwengu, na watu wanaingia na kuanza kuabudu miungu ingine wasiyojua mahali imetoka, si ati wanaanza, imeandikwa. Na hii ndio itasababisha wengi wanaingia katika mateso, hata mahali tulipopelekwa kutoka kona moja ya ulimwengu mpaka kona nyingine. Watu wametawanywa kote ulimwenguni. Hata tukifuata vile neno linasema, kwanza tunataka kuangalia na Waisraeli walipotawanywa kila mahali duniani baada ya hekalu kumalizika ama kubomolewa na Warumi mwaka wa 70 AD. Walitawanywa kila mahali katika ulimwengu, wakaenda kila mahali na waliteswa sana. Walianza kuuawa katika Uspain, katika Portugal, katika Poland, katika nchi zote Jerumani na kuingineko. Wameingia katika mateso katika dunia hizi, katika Urusi na kuingineko. Ukisoma historia utaona namna hiyo. Na sasa mambo haya ndio tunayopitia, kwa sababu kanisa la Kristo limeingia katika mateso ya namna hii. Wameenda kila mahali ulimwenguni na wako kila mahali. Sisi tuko hapa, wengine waliachwa Kenya, wengine wako Australia, wengine wako kila mahali. Na watu wanapofika katika nchi hizi ambazo tunapelekwa huko, wanaanza kuabudu miungu wasiyojua imetoka wapi, miungu ambayo imetengenezwa kwa miti na mawe. Wanaanza kuwa katika ibada hizo. Mungu anatuachilia kabisa, hataki hata kusikia mambo yetu. Wala katika mataifa hayo hutapata raha iwayo yote, ikiwa utafuata miungu ambayo hujui imetoka wapi. Hata katika taifa hili ambalo tunasema lina utajiri wa kila namna, hautakuwa na raha kabisa. Maisha yako yatakuwa magumu, wala hautafurahi kabisa. Hutakuwa na kituo cha wayo wako wa mguu wako, yaani hautakuwa na mahali pazuri pa kukanyaga na unyayo wako. Kila mahali ukikanyaga itakuwa ni tabu, ni shida, ni madeni, ni tabu. Haukai kwa nyumba, unaingia katika mahali pa kusaidiwa. Ukifanya kazi haifaulu, pesa ukipata haikusaidii, kwa sababu ulipita katika njia za kuabudu miungu ingine usiyojua imetoka wapi, na ukamwacha Mungu Baba yetu aliyetuokoa. Lakini Bwana atakupa huko moyo wa kutetema. Utakuwa muoga, mtu wa kutetemeka katika nchi uliyokwenda kushikwa mateka,
na maisha yako yatakuwa magumu, kwa sababu hautakuwa hata na sauti, hautaweza kuongea kwa sababu wewe ni tetemi, na macho ya kuzimia. Utakuwa ni kama mtu wakati wote anakaa anaweza kufa wakati wote, mtu ambaye anakaa kama anataka kuzimia, macho hata hayana nguvu, na roho yako itakuwa imedhoofika, roho yako itakuwa haina nguvu kabisa. Utakuwa kama mtu amekwisha, mtu hana maisha, mtu ambaye ni muombi, ana muombezi, yani ni mtu wa kuomba, mtu ombaomba, mtu ambaye hana chake. Kwa hivyo itakuwa ni maisha magumu, na ndio unaona ndugu zetu wengine wanapitia hali kama hizo, hata katika nchi tulizoenda, katika nchi zozote katika ulimwengu. Mkisikia wengine kama kule Australia, wenyewe kutoka nchi ya jamhuri wameuana wenyewe huko wawili, sasa wako mwili amebaki haiko kotini. Kama yale hata wapata watu, na yote inatokana na ulevi na raha walizoenda kuingilia katika nchi ile na kuabudu miungu wasiochua. Wapenzi, na uzima wako utakuwa na wasiwasi, hata hautajua utaishi miaka ngapi, hautakuwa na haki kama kesho itakuwa sawasawa mbele yako, nawe utakuwa na uoga usiku na mchana. Utakaa katika hali ya kuogopa, hautakuwa na amani, utakuwa kila wakati una uoga katika nchi uliopo, kwa sababu unajua Mungu hayuko pamoja nawe na umetolewa katika milki ya kiungu ambayo ulikuwa naye. Wala hutaamini kamwe maisha yako itakuwa ni bahatisha. Maisha yako utakuwa una furaha. Unajua wakati tunakaa kama sasa tunaomjua Mungu, tunakaa tukisema kesho nitaenda ibada, kesho nitafanya hivi, kesho. Tunakaa tukiwa na tumaini, hope, kwa sababu tuna maisha yetu ambayo tunaona. Lakini mtu ambaye ameingia katika bugdha, katika tabu, katika mambo ya chuki kwa kumwacha Mungu wake, hajui, anaogopa hata maisha yake, hajui itakuwaje kesho. Kwa hivyo asubuhi utasema laiti ingekuwa jioni. Yaani ukiamka asubuhi unasema woi, afadhali kungekuwa jioni. Kwa nini? Kwa sababu mambo yale yatakukuta kuanzia asubuhi ukiamka mpaka jioni yatakuwa ni ya kukutisha. Utakuwa una furaha, ni kutukanwa, ni kuteswa, unaona kila kitu unafanya haifai. Kwa hivyo hautataka kuona jua, ungetaka tu usiku uendelee na uwe tu umelala, yani ni kama kufa tu. Na jioni utasema laiti ingekuwa asubuhi. Na jioni ukienda kulala, ukikumbuka mahali unaenda kulala, pengine hauna malazi, hauna mahali pazuri, ni kwenda kuwa na ndoto na tabu, pengine ni wakati wa snow, theluji ni nyingi kila mahali, hauna amani. Utasema woi, afadhali ingekuwa asubuhi, vile ambavyo umeshinda mahali ambapo unajiona. Kwa kicho cha moyo wako utakavyokucha na kuona kwa macho yako utakavyo yaona. Kwa hivyo utaogopa yale ambayo hauoni na yale ambayo utakayoona. Wakati kumekucha unaogopa kile utakachoona, na wakati vile vile uko peke yako utaogopa yale atakayokukuta. Kwa hivyo hautakuwa na amani kabisa. Hautakuwa na amani, maisha yako yatakuwa hauyafahamu. Bwana atakurudisha tena Misri kwa merikebu. Mungu hata kurudisha kwa minyororo kama vile ambavyo mulipelekwa Misri kwa njaa. Watu walienda Misri, wana wa Israeli, kwa sababu ya njaa, kwa sababu wangekaa Kanaani, kwa sababu wangekufa huko kwa njaa. Kwa hivyo ililazimu Yakobo na wanawake na watoto wake wajipeleke wote katika Misri. Lakini this time ambapo watu wamejua ukweli na wamekataa kukaa na ukweli, anasema ya kwamba watarudishwa na merikebu, watabebwa na meli, watabebwa wengine na ndege kupelekwa katika utumwa. Wapenzi, nawaambia nini? Hata sisi tuliopo hapa tuko katika utumwa fulani, kwa sababu yes, tunatafuta pesa, lakini hasa tukitafuta hizo pesa, ikiwa hatutafanya njia ya kujifaidi nazo na tukae katika hali ya raha tena katika nchi hii, tutakuwa ni maskini, ni watumwa waliojirudisha Misri kuja kuteseka kwa kazi ya mikono yao wenyewe, watakuwa wanajitesa nayo. Ndio maana kurudishwa kwa merikebu, tutarudi kwa raha na sisi wenyewe kujimaliza katika raha hizo. Kwa hivyo, kwa njia ambayo nilikuambia hutaiona tena popote, ambapo Bwana alisema njia hii hautaipitia tena, nanyi huko mtajiuza nafsi zenu kwa adui zenu kuwa watumwa na wajakazi, wala hapana atakayewanunua. Unaangalia watoto wetu wamekuwa makahaba hapa, wengi hata watu wazima wameingia ukahaba, watu homosexuality, hata watu wa kawaida heterosexuals na wengine wameingia katika hali hiyo.
Nimesoma mahali hivi, wale wanaorudi jamhuri wanasema vile waliingia nchi hii wakashindwa namna ya kuishi, wakaingia katika ukahaba na umalaya na mambo kama hayo. Umalaya ni mwingi tu, si ile tu moja, mnajua. Hata wakati unaingia ulevini, wakati unaingia kwa mambo yasiyofaa, wakati unapitia njia mbaya ambazo Mungu amekataza, hiyo yote ni njia mbaya ambazo zinapatikana katika Wagalatia, ambapo zimeelezwa vizuri. Nafikiri Wagalatia hapo 5 mstari wa 38 utaona mambo haya yameelezwa sana, mambo ambayo yameelezwa katika kitabu cha Galatia, mambo ambayo ni mabaya, ambayo ni mambo ya mwili, ambayo ni mambo ya sumbua, ambayo mambo yanakuletea shida na kukuweka katika shida za kila namna. Mambo hayo, ulevi, uzinifu, mambo kama hayo ndio tunaambiwa juu yake. Na ukiangalia mambo haya ambayo Bwana anatunenea katika Wagalatia 5, utaona ya kwamba mambo ya mwili tunayajua. Mstari wa 20 hapo, ukianza hapo 18 kuendelea, ukianza 16, Wagalatia 5:16 kwenda mpaka pale chini, utakuta matunda ya Roho na vile vile utakuta mambo ya mwili ambayo yanawasumbua watu. Mambo haya yanayotusumbua, mambo haya yanaturudisha nyuma, mambo haya yanatuweka katika umalaya na ukahaba na mambo maovu. Bwana anasema ati tutajiuza nafsi zetu, hata soul zenyewe tutajiuza kwa watu hawa, kwa adui zetu, lakini vile vile na tutajiuza tuwe watumwa wao, tuwatumikie, tuwasafishe, tufanye kila kitu, lakini tutajifanya hata wajakazi, maids, wa kufanya kazi katika nyumba zao na zingine, lakini hapana atakaye tununua. Bado watatutusi, bado wataongea mabaya juu yetu, hawatakubali kuhusu sisi. Kwa hivyo Bwana anasema nini? Ni lazima tumrudie Bwana, na ni lazima tujue ya kwamba anabariki kazi ya mikono yetu kama tunakaa katika milki ya kifalme ya kiungu, na hapo ndipo atatubariki, na kile tutakachofanya atakibariki, na hata tukubalia tuwe watumwa, bali tutakuwa vichwa wala si mikia tena. Wapenzi, somo hili tunafika mahali hapo ambapo ametufunza Bwana na kutuambia ya kwamba tukijua mambo hayo na tukae katika njia za Mungu kama vile ametufunza kuanzia katika somo hili ambalo tumelipanga mara 3, hii Deuteronomy 28. Kwa hivyo tukikaa vizuri katika somo hilo, tutaona masomo mengine yote yanayokuja itakuwa ni rahisi kwetu, kwa sababu tukisimama na somo hilo na tufanye mapenzi ya Mungu kama ambavyo imeandikwa katika Torati, mambo yote yatakuwa ni mazuri na tutaishi maisha mazuri. Mungu wa rehema wabariki. Tumemaliza sura hiyo, na wiki ijayo tutaendelea na sura ya 29. Mungu awarehemu na awabariki.